na imempendeza. Tumekutana, wengine ni mara ya kwanza, na nilikuwa nifuatiliaji hatua moja baada ya nyingine. Kuna watu nimewachunguza, nimewafahamu zaidi mnavyojifahamu, na leo nitasema kuna hatari kaondoka hapa umenuna, na ukinuna hiyo ni tiba, kwa sababu wenzio watakuuliza kwa nini umenuna, wakusaidie upone. Naitika kwa jina ambalo nilipewa mimi, nilikuwa nishapewa. Kwa hiyo naitika kwa jina la Frederick Rwegasira, ni kiongozi mwandamizi katika kampeni huru ya kizalendo ya kitaifa iliyoasisiwa na kuzinduliwa Dodoma tarehe 16 Juni 2022, siku ya mtoto Afrika, jijini Dodoma, na Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Nesforo Gwajima, na amerudi tena awamu hii kuwa waziri katika wizara hiyo hiyo. Kwa hiyo ni mwandamizi kwa maana ya kuangalia jamii, na tunapinga ukatili, tunatoa elimu na kuibua matendo yote ya kikatili, ikiwa na dhamana nchi nzima kwa maana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo nilitamani viongozi wa chama na serikali waliokuwepo hapa wawepo, tuzungumze, kwa sababu jamii bila kubadilika, nadhani hata matukio ya tarehe 29 Oktoba kila mmoja ameona, na ukijiuliza ni kwa nini, sana sana kuna tatizo la afya ya akili. Sasa niwaombe mliofika hapa, kama wewe ni mgeni hujapotea, hebu ushukuru aliyekuita. Na tena niwaombe viongozi waandamizi hawa wote, andikeni majina. Kama umesita huko, andika jina na namba yako. Haikuwa rahisi kutoka huko ukaja hapa, uongo kweli? Kitendo cha kutoka huko ukaja hapa haikuwa rahisi. Mimi nilikuwa naangalia mabinti zangu hawa, nimetambulishwa na MC namba 1. Hongereni sana, na ana imani kwamba atawavusha, kwa sababu mafanikio ya mwanaume yoyote si kiasi gani cha pesa umetengeneza, ni aina gani ya mtu umemsaidia akafanikiwa. Sasa aliyekuambia uje hapa utamshukuru zaidi ya kushukuru. Alafu nimeangalia hapa kuna tabia nyingine tena inaweza ikawa naibuka. Mwingine ameshanichukia tu kwa kuniona mara ya kwanza, kaone kibaba kanene, kisa anakuambia jambo la maana, utachukia. Sasa tunasingizia mizimu ipi? Mizimu gani? Mwaka 2026 ni mwaka wako sasa, na wewe kamili. Sasa usiondoke hapa, ni aibu, mwaibishe shetani huyo. Sasa viongozi wa serikali, kwa sababu tunahitaji watu wawe wamepona kiafya, wako vizuri. Wakiwa na afya nzuri watafikiri vizuri, wakifikiri vizuri hiyo biashara wataifanya vizuri, na ukishafanikiwa maana sio tajiri. Kama ni tajiri, tunategemea utakuwa na amani ya roho. Unaongea vizuri. Unaona hapo matajiri wanakuja kucheza, anapocheza ni tofauti na maskini. Umaskini ni mbaya, hiyo pepo la umaskini nalitoka. Watu ni mawaziri, ni wabunge, lakini wako huku kama ujui. Maana sisi tunaozunguka nchi nzima tunaona. Sasa wewe umeshaambiwa fursa hii hapa, tena mwana Kigogo mwenzetu wamemwita majina ambayo na mimi nimeshangaa, lakini nakubali kwamba jina linaweza likakufanya ubadilike, uanze kuwa na ujasiri kwamba aidha niliepuke ama nionyeshe umahiri ama umaarufu wa jina hili. Sasa kuna swali liliulizwa hapa, hela milioni 19,200,000, unachukua hizo hela ama unachukua gari? Yaani kuna nafsi fulani kwa naziangalia nikajijibia mwenyewe. Kuna atakayesema
akili yangu naijua mwenyewe, nipe hela. Sasa akili yako naijua mwenyewe, akupe hela. Unajua ukishaikamatia ile hela, akili kama ni mbovu, unaweza hata usitimize hiyo kilichokusudiwa. Sasa ni vizuri Etano wanakuelimisha, sio kwamba utaingia kichwa, watakuelimisha na utaijua biashara. Mimi ni mlezi wao. Sasa ninalea, ukilea watoto si wote watafanana. Kwa hiyo na leo nyie na walea. Na bahati nzuri mimi Kigogo hii naifahamu. Na huenda Mungu angeweka tiki mwaka huu ningekuwa mbunge wenu. Huyu mbunge ambaye mnamuona katika jimbo la Kivule, huyo alikuwa na mimi sambamba, na tuitamani tuwe katika hatamu hizo. Lakini serikali ina mipango yake pia, kwamba bado wote tunakutana katika swala la kijamii, bado wote tunakutana kuisaidia jamii. Kwa hiyo tukisimama mbele zenu tukaongea na nyinyi, una bahati kwa sababu nimeacha mambo mengine nikaja nionane na wana Kigogo. Kuna mwingine atanifananisha, nimemwona wapi? Ndio niliona, kwa sababu jamii yote inanihusu. Sasa niwaulize tena, nani yuko tayari kujiunga? Hili ni swali baya sana. Nani yuko tayari kujiunga? Wakati haikuwa rahisi kuja mpaka hapa, si ndio? Afu anakuuliza nani yuko tayari kujiunga? Hiyo mizigo inashikilia pale pale. Utaona kiti kina paraha. Unyanyuki ngo? Nyanyuka, si nyanyuki. Pona. Tuache uzembe. Chelewa wanasemaje? Hivi ni wangapi wananifurahia? Maana mnao ni sema kimoyo vibaya. Niko na Mungu hapa. Naponya nafsi, niongee na matajiri. Wote ni matajiri hapa. Wote ni matajiri, usikubali kurudi. Tena usihangaishe hapa watu. Na isiwe hivyo tu, wewe umekuja hapa, mwambie na yule ambaye hakuja. Kuna watu wengine ambao wameenda sehemu nyingine. Hapa tunaongelea mambo ya upendo. Na slogan hapa, kauli mbiu wanasemaje? Health, wealth, peace and love. Kwamba afya, wanasema afya, utajiri, amani na upendo. Hivyo ndio vinazungumziwa hapa. Ndio maana katika upendo huo hatujabagua kusema huyu ni ACT Wazalendo. Mzee, hongera sana. Karibu. Hongera sana. Etano haibagui. Kuna mwanachauma naye kapata hela Etano. Kwa hiyo haijalishi una umri gani. Kama ni kijana utakamatia fursa, kama ni mzee utakamatia fursa. Kwa hiyo hata wale watumishi wa umma, anafanya kazi mpaka anafikia tu anastaafu, anapata kurungutu la pesa, alafu anapata washauri wa kumwambia fanya mradi fulani utakuinua, afu pesa zinakukutika. Kuna wajanja ni wengi, anakufa kabla ya muda wake. Umeshaliona hili? Sasa kwa nini usijiunge kwenye fursa ukazizoea pesa? Yaani hata hela unayoipata ni zaidi ya ile ambayo mtu angeweza kaifanya huko. Nimemwona hapa mkurugenzi. Zija, naomba usimame. Tena uwapungie mkono. Huyu jamaa mpigieni makofi, mpigie. Sio naomba wapigie makofi. Naomba ukaka. Huyu ni mfano hai kwangu. Yeye alikuwa mwalimu na amemwambia hapa bahati nzuri kwamba mimi niliamua kustaafu. Ni kwamba aliona kuna fursa akaamua. Yuko mbali. Hiyo hela ambayo angeitengeneza kwenye nafasi hiyo ya ualimu, angestaafu hiyo hela mwenzie alishaipata mara 100. Sasa ni bora aje aipate, asaidie na wengine. Mimi natamani niongee na matajiri ndani ya miezi 3 ukanda. Na hata hizo hali unasikia wengine anakuambia ukipata ile zawadi mimi nitaongezea ukubwa wa zawadi hiyo mara 2. Kuna mwingine hapa anasema hivi, kama umewaza hivyo, mimi nasema kuna shida. Yale majani ndio yatumie ili yasafishe, yaondoe na sumu zile. Inawezekana na akili ikawa nayo pia imezurika pale. Tusikubali kuyumbishwa.
Maamuzi ni yako, na anayetaka kufanikiwa amua leo. Kesho haipo. Ukiniambia kesho maana yake kujumlisha na kesho maana yake ni umechelewa. Unapishana na gari na pesa, sio maana yake? Ni wangapi mnataka kunibariki kwa maneno haya? Inawezekana yamekugusa. Nyosha tu niambie, kwa kweli baba, mpaka nalia moyo. Wapo hapo, najua mpo, mnabarikiwa mnaponibariki.